Ajira miongoni mwa vijana, umasikini na ukatili wa majumbani unaoshuhudiwa na watoto umetajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu zinazochangia kuongezeka kwa visa vya ulanguzi wa binadamu magharibi mwa nchi ya Kenya. Tathmini ya awamu ya pili kuhusu ulanguzi wa binadamu imeibua wasiwasi mkubwa, huku ikionyesha kuwa watoto na vijana wako katika hatari zaidi ya kunaswa na walanguzi wanaowalaghai kwa ahadi za ajira na maisha bora. Ripoti hiyo imebaini kuwa miji ya mipakani kama Busia, Malaba na Isebania pamoja na maeneo ya ndani ikiwemo Bungoma, Eldoret, Sondu na Kenancha imejumuisha katika mtandao wa ulanguzi wa binadamu. Urahisi wa kuvuka mipaka kupitia njia za mkato umeelezwa kuwa changamoto kubwa, hali inayowezesha walanguzi kukwepa mifumo ya kisheria na udhibiti wa serikali. Kukabiliana na hali hiyo, serikali kushirikiana na mashirika ya kijamii na viongozi wa kidini imeanzisha mradi wa miaka 3 ya uhamasishaji wa mafunzo kukabiliana na ulanguzi wa binadamu katika maeneo ya mipakani. Kupitia mpango huo, waathiriwa kadhaa wametambuliwa na kusaidiwa, huku manusura 26 wakiokolewa baada ya kupitia madhira nje ya nchi wakipokea ushauri wa nasaha. Kupitia mpango huo, waathiriwa kadhaa wametambuliwa na kusaidiwa, huku manusura 26 wakiokolewa baada ya kupitia madhila nje ya nchi wakipokea ushauri nasaha wa kisaikolojia na jamii. Maafisa na watoto na wadau wa usalama wamesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya taasisi mbalimbali ili kukabiliana na tatizo hilo. Machi 2025, vijana 30 wenye umri kati ya miaka 15 na 25 waliokolewa katika jambo hilo la Busia walipokuwa wakisafirishwa. Machi mwaka jana 2025, vijana 30 wenye umri kati ya miaka 15 na 25 waliokolewa katika jimbo la Busia walipokuwa wakisafirishwa kuelekea Ulaya baada ya kuahidiwa ajira. Tukio lililoonyesha hitaji la kuimarisha uhamasishaji, mifumo ya kuripoti ulinzi kwa watoto na vijana dhidi ya ulanguzi wa binadamu. Salumu Amani, Kawabe News.